inahitajika pengine? Wamemwachia mchezaji ambaye amekulia ama ana zile basic za mpira ambazo kwa namna moja ama nyingine zingeweza kuwasaidia, lakini tunasema ziko nyakati mchezaji unapohitajika mahara fulani ambako kuna advancement unatakiwa uende Adolf. Moja ya kitu ambacho kilikuwa ni kikubwa ambacho hakukionyesha Azam ni ule ubora na experience ya mahala alikopita, kwa maana ya kuwa na misingi ya mpira mikubwa. Mtu ambaye amepita kwenye vilabu vya Iceland, Norway, akafanya vizuri sana kabla ya mwaka 2024 kuja kwenye kikosi cha Azam, lakini unaona ile deliverance, kile kitu alichokuwa nacho wakati anacheza kwenye hizi tunazungumza ligi ndogo kule barani Ulaya ambazo hazijawa na ubora mkubwa sana wa kutangazwa, alishindwa ukideliver kwa kiwango kikubwa ndani ya kikosi cha Azam, kwa sababu alikuwa anakosa namba mara kwa mara, lakini ziko nyakati alikuwa anapata nafasi. Lakini kwa sababu pia Azam kwa namna wanavyocheza imekuwa ni timu ambayo huoni, kwa sababu haina fan base, haina mashabiki wengi sana ambao wanaitazama. Ziko nyakati unaiona ni timu ambayo mchezaji unaweza ukawa doro, lakini kwa sababu hauimbwi, umefanya makubwa asubuhi ama kesho yake, huwezi kuapia kwenye front page za magazine, ama huwezi kupewa ya time kubwa sana kwenye media kuliko wachezaji wa Simba, maana yake kuna kitu nakikosa. Lakini kwa sehemu alikopita nilikuwa natamani kuona ile experience aliyoipata huko Iceland, Norway ingeweza kuisaidia Azam, lakini at the end haikuweza kufanyika hivyo. Sasa anakwenda kwenye kikosi cha Amakos Kaizer Chiefs, naweza nikasema mzaliwa wa kwanza kutoka Bukoba, Tanzania, kwenda kucheza kwenye kikosi cha Amakos Kaizer Chiefs. Na ninahisi kwa sababu Kaizer Chiefs ina wachezaji wanaotoka kwenye nchi 20 tofauti walioko pale, maana yake na yeye anaingia kwenye rekodi ya wachezaji wanaotoka kwenye mataifa tofauti 20 walioko pale kwenye kikosi cha Amakos, lakini ni mchezaji wa kwanza kutoka Bukoba, Tanzania kwenda kucheza pale. Nini atakwenda kukideliver? Unaangalia Kaizer ni timu ambayo inahitaji mafanikio, inahitaji mchezaji ambaye amesha prove na ana quality na ana ubora, na hilo wamelitazama kwenye scouting yao, lakini wanachotaka ni deliverance. Nenda kaangalie age factor. Ukienda kutazama umri, miaka 27, huyu mchezaji maana yake anaondoka kwenye peak level ya ushindani wa kimataifa, ambako mchezaji kwa miaka hiyo anatakiwa sasa anakuwa amebakiza ile phase ya mwisho ya miaka 3 ama 4 ya kuanza kuwaza ni lini anaweza akaritaya. Maana yake miaka 27 ukimpa phase ya mwisho ya miaka 4 ambayo ipo kwenye generation phase ya wachezaji wanaoweza wakafanya vizuri duniani, huwa tunaanzia miaka 19 mpaka miaka 23. Hapa kijana anatakiwa ameshatoka kwenye amateur, ameanza kucheza international football, lakini anakuwa kwenye ligi ya ndani, anajiandaa kwenda kucheza barani Ulaya ama kutoka ndani ya nchi, kwa sababu miaka 19 mpaka miaka 23 ni pale ambako mchezaji ameshakuwa piki ndani ya nchi, anahitaji kwenda mataifa mengine ndani ya bara husika. Miaka 24 mpaka miaka 27 kama ni mchezaji alikuwa Tanzania anacheza labda kwenye timu ya Simba, anahitajika kwenda kwenye vilabu kama Mamelodi, labda aende kwenye vilabu kama Wydad ambako vitaenda kumtambulisha tena, ama TP Mazembe. Akishafikisha miaka 27 inabaki miaka ya mwisho ambayo ipo kwenye era football, anatakiwa kwenda nje, maana yake anakuwa ameshafika kwenye kiwango kikubwa cha kwamba preference yake ya ubora imeshaonesha. Kama ni Uingereza na mara kadhaa barani Afrika, unapoanza hauendi moja kwa moja Uingereza, ziko nchi ambazo mara kadhaa huwa wanaanzia. Ndio mwingine ndio nchi za Scandinavian kama Iceland, Norway, lakini nchi kama Ufaransa mara kadhaa inapokea Waafrika wengi kama sehemu ya kuanzia, kwa maana ya French Ligue 1. Lakini miaka 29, 28, 29 kama kuna timu iko vizuri, ile phase ya mwisho, unao uwezo sasa wa kupelekwa kwenye vilabu barani Ulaya ukiwa tayari umeshaonesha kama ni bora. Sasa kwa yeye miaka 27 anakwenda pale Amakos, nini anatakiwa kwenda ukifanya sasa? Pale ni kwenda kudeliver. Maana yake asipokwenda kuonesha deliverance ya performance ndani ya kiwanja, nina uhakika kabisa kwamba baada ya msimu mmoja na nusu, misimu miwili, anaweza akarudi nyumbani akawa ameshamaliza. Lakini moja ya advancement kubwa, nilikuwa nafuatilia dili lake bana, liko undisclosed. Labda nyinyi mmeipata zile pesa zake, ni kama hazijawekwa wazi. Ile contract, namna fee zake zilivyokwenda, ile contract lease nimeona
undisclosed, yani kuna vitu vingi sana havijaelezwa ile contract agreement ya kwamba wamefikia wamefikia na kwa nini wameamua kumsajili na katika pande zipi zimekwenda kunufaika zaidi. Lakini kwa sababu sisi tunamtazama kama ni mchezaji, tunatamani kumuona sasa Adolf hapa. Si Azam wameuza, mko nazungumza kwa dili lipi? Maana yake Azam wameuza